na kibali ya kwamba tuwe watenda kazi pamoja naye siku hii ya leo. Pia nashukuru kwa ajili ya kikundi cha sifa na ibada. Ni ombi langu ya kwamba Mungu aendelee kutia pumzi ndani mwao, wakamwabudu Mungu wao na kumfurahia na kumwabudu. Ni kwa sababu kusudi kuu ambalo lifanya mwanadamu akaumbwa ni kumtukuza na kumwabudu Mungu siku zote za maisha yake. Hivyo ili Mungu abaki kuwa Mungu, mwanadamu anaposherekea wema na uwepo ama presence ya Mungu katika maisha yake. Kwa hivyo nashukuru Bwana mchana huu leo, na ni si neno ndogo mimi kusimama mahala hapa ili tupate kushiriki nanyi neno la Mungu, lakini najua ya kwamba ni huruma zake Mungu ili ya kwamba likaitanishwa pamoja na jina lake. Ni kwa sababu ni Mungu ndiye anayeita mtu kwa makusudi. Hivyo nashukuru Bwana na muinua na mnyenyekea mno ya kwamba azidi kunisaidia ili ya kwamba aendelee kutenda kazi kupitia ndani mwangu ili ufalme wake uzidi kujengeka. Hivyo mchana wa leo pia nina sababu ya kusema ya kwamba ni mwema, amenisaidia, amenilinda na amenipa neno la tumaini katika moyo wangu ili ya kwamba niendelee kumtumainia na kumngojea. Ni kwa sababu hamuna neno lolote ambalo linastahili ila kuishi maisha ya kumtumainia Mungu na kumngojea. Ni kwa sababu ya kwamba ndiye Mungu aliyekuwepo, ndiye Mungu yupo na ndiye Mungu anayekuja. Bwana ape sifa. Kwa hivyo mchana wa leo pokea sifa Mungu wetu anapozidi kuinua na anapozidi kubariki na kutia nguvu, ya kwamba uzidi kuwa dhabiti katika wokovu na katika neno. Ni kwa sababu Mungu wetu tumepata ya kwamba ametia mwanadamu nguvu kila wakati ya kwamba ajipe moyo na azidi kumtazamia. Ni kwa sababu alimuumba kwa ajili yake. Kwa hivyo mchana wa leo tukipenda kushiriki neno la Mungu, najua ni Jumapili ya kubarikiwa kwa sababu tuko na mkutano ulioanza jana ambao unaendelea mpaka leo, na ni ombi langu ya kwamba angaa Mungu akujalie. Najua kila mtu anakuanga na mahali pa kuanzia. Bwana ape sifa. Haleluya. Amen. Kila mtu huwa na mahali pa kuanzia. Yes. Una uwezekano umekuja kanisa mara nyingi, lakini huwa unasalia tu ule, yani ukienda nothing new. Hauoni kitu chochote, hauoni mabadiliko, hauoni hata usikii mizo. In fact kuna pekana akija kanisa ndio nasikia hata amekosewa sana, ndio nasikia kwamba amerudi chini sana. Huenda leo ikawa mwanzo wako ya kwamba ukaanza kuona newness katika maisha yako, ukaanza kuona vitu vipya, hata ukaona kule Mungu anataka ya kwamba mkaenende pamoja naye. Ni kwa sababu hakuna mtu, Mungu hakuumba mtu yeyote akaitwa failure. Wacha nikwambie hata katika ibada hii usije ukasema ya kwamba ati wewe mambo mabaya. Nilisikia mtu akisema kwamba mambo mabaya, mambo ambayo si ya kuinua, mambo ambayo si ya baraka ndio uambatane na maisha yangu. Hakuna mtu yeyote ambaye Mungu aliumba na akaweka jina failure. Mungu wetu in fact ameumba watu wote kuwa washindi, na ndio sababu anasema katika kitabu cha Waebrania that we are not just the conquerors but we are more than the conquerors. Hallelujah. Yesu anakuita more than conquerors kwa sababu alikufa kwa nafasi yako, hakukwenda msalabani wote. Hallelujah. Hii injili kama nikapeleka kwa jirani. Unajua sometimes nilisema tianga mtu moyo. Hata sura kanisa, sura ya kutia mtu moyo kanisa. Wewe unajua yule kanisa sura ya kuleta revelation in flow. Hallelujah. Amen. Mungu hakuumba mtu yeyote failure. Ndio sababu anasema you are more than the conquerors. Ni kwa sababu wewe ni zaidi ya mshindi. Ni kwa sababu Yesu akubeba akasema uchungu yenye nitasikia mpaka twende na wewe usikie. Amen. Haleluya. Mimi nashika kwa Kristo. Sijui kwa nini Kristo hawapatangi nguvu. Sijui watu wakiimba vile naimba hapa, unaona mwingine amesimama mpaka anasema baji. Yaani hawa watoto wa Mungu nini inawasumbua gani? Hakuna siku watakuwa wapya. Unajua acha nikwambie, unaona kama ibada kama hii, mtu utoka hapa na maisha yake inaenda kuchange. Amen. Tena kuna mtu ambaye utoka na maisha yake ichange kwa sababu ya kwamba hakuna step yoyote alichukua. Alikaa tu kwa ibada lonely, akiangalia mabati,
akiangalia stima hata wameajilia saa 7 inawaka na kwangu huwa lazima mapema maana subiri. Yaani anaongea tani vitu nika. Ndiye anaona kwa ibada. Hapa sasa mimi sikusema usiku. Kama unatumisha kwa hawa. Yaani vitu anaona kwa ibada nika. Mpaka hakuna wakati yeye utoka na kusema today ni mwanzo mpya katika maisha yangu. Unajua mpaka siku ile utasema nimechoka laini ni mwanzo katika maisha yangu. Maisha yana change. Amen. Bwana ape sifa. Amen. Na unajua hakuna mtu atakaye kushindia, wewe ndio unaanza kushindi. Sasa watu unatembea ukianza kuona watu wakianza kukwambia ai bwana wewe maisha mpaka kuna kitu jua umechukua step. Sasa watu wanaunga mkono hatua umechukua. Wakati watu wanaposema hatua umechukua, wacha unajua watu wengine nasikia watu wengine mtu akisema ai bwana wewe umebarikiwa, mtu anasema nimebarikiwa wapi? Usijaribu kusema anga statement ile hiyo. Bwana apesi. Amen. Unajua nilijikasa. Kuna college fulani nilikuwa hapa Magadi, nilijikasa wakati nilikuwa nimepita mambo mengi wakati pesha alizaliwa. Sasa hata karibu nikose school fees. Sasa kuna mmoja wa wakubwa wetu hapo mmoja alikuwa anachukua register. Asubuhi mmoja nikaenda. Unajua watu wanaenda kuregister pale wakiingia class. So watu wakaenda, naona hata wajamaa wamepaki magari pale ndio wanakuja wanafanya. So nilipoenda nikaregister akaenda sisi na hata rangi sina sushi. Nililia. Wacha nikwambie nilijilaumu. Nikasema ona mahali watu wananiona. Naona mahali niko. Nani huyo moyo umehuzunika kwa ibada? Uso iko sawa lakini moyo umehuzunika. Ni nani huyo? Si tuliombewa hapa peace juzi. Kwa nini mnarudi kule mmetolewa? Si tuliambiwa hapa peace na nikasikia peace imeshika hapa. Bwana ape sifa. Hata mimi wacha nikwambie hata mimi niko na peace ingia. Sasa kama wewe uliambiwa peace na ukaambiwa wewe ni mwimbaji na utakuja hapa sijui nini inakusumbua. Kama uliambiwa peace ukue kuhubiri na ujaanza kufanya warm up. Kila kitu mtu ufanye warm up. Haleluya. Nimeona change. Najua watu wanaendelea kukuja. Bwana ape sifa. Na nyinyi watu wenye mlikuwa mnaendelea kuimba, karibisheni hao watu na moyo moja. Tena wa support maana kikosi inaongezeka. Si tulisema September drums ziko hapa. Yes. Watu usiposema mimi mpaka ikuje. Hii kitu mpaka ikuje. Hata kwa mimi. Hii kitu hakuna Sunday nitanyamaza mpaka siku yenye inakaa hapa September. Siku ya kwanza kwa yani assembly ijayo sunset hapa. Uniunga mkono ukata. Na mimi najua mnaniunga mkono wote. Ni kwa sababu tunaweka. Kuna tukikata. Niliposoma andiko. Nikaniambia Mungu alipotuumba wote, akasema nyinyi si mkia ni kichwa. Kwa hiyo usijaribu kurudi kwa mkia huko. Unajua mkia kwa ng'ombe shida yake ni kufukuza inzi. Ndio mkia ng'ombe ifanye hivi nyuma. Na nyasi na mdomo maana iko mbele ile inaendelea kusiba. Lakini mkia naye iko. Usikubali hiyo kitu. Maana kuna wewe you are the head. You are the head. Hallelujah. Maana Mungu wetu alisema ya kwamba we are more. Hilo neno tunaangalia kama more than conquerors. Bwana apesi. Wewe inanifundisha jambo ya kwamba wakati ambapo huwa tunasema kwamba fulani asipofanya hivi mimi sifanye. Imagine kama Yesu alisema nani mwenye dhambi? Ni mwanadamu. My brother utatangulia msalabani alafu nikufuate. Kama sio namna hivyo to hell. Tungekuwa wageni wa ndani. Na unajua Bible huwa inasoma katika Agano la Kale, wewe acha nikwambie. Bible huwa inasemanga neno chungu sana kwa watu wa kabla Yesu kusulubishwa msalabani. Ati Waisraeli walipo ukisoma mahali ambapo Samuel Saul alitoa dhabihu. Saul anasema ya kwamba ona mimi hata sikuwa na shida ati nitoe dhabihu. Hawa jamaa walinikimbia walipoona jeshi imewaka moto kwa inafanya tisi kwa bidii. Wajamaa kaanza kukimbia akasema ya kwamba hatuwezi ngoja maana kitambo jamaa kuja kuchinja ng'ombe zake
atachinja juu ya mwili yetu kama si ni maiti. Sasa tuwezi ngoja akuje kuchinja ng'ombe juu yetu, sisi tunaona jeshi linakuja na yeye yuko hapa. Unaona hata Samueli mwenyewe ni mtumishi wa Mungu. Naona amehepa yuko hapa na sisi tunaona jeshi hata haoni. Sasa wakakimbia. Bible inasema hivyo, wakakimbia. Wakaenda kila mtu akajichimbia birika yake baada ya kujificha. Wakajichimbia mabirika. Leo tungejipa wapi birika? Kama Yesu angeenda msalabani. Saa nyingine wacha nikwambie, una sababu ya kuwa umelala njaa na wewe ndio unapiga kelele hapa kuliko mtu mwenye alishiba jana. Ni kwa sababu ungechimba birika aje. Kama leo wewe unajua zamani watu walikuwa kama moja misitu ilikuwa mingi. Sasa watu wamejaa dunia, wewe ungechimba birika kwa shamba ya nani? Haleluya. Lakini atukuzwe Yesu. Maana anasema ya kwamba mimi amuye gentleman nitakwenda kwa ajili ya ndugu huyu, nitaenda kwa ajili ya imani. Paulo akasema, Paulo mimi akanimaliza kabisa. Hakuna mtu mwenye alikubali dhambi kwa watu wote wamehubiri. Paulo alikubali dhambi kuliko mtu yeyote. Bwana asifiwe. Amen. Mshaisoma haraka hapo. Paulo hajaisema mahali ya kwamba Mungu wangu, kwa nini unanitesa? Haki napitia moto. Nilikwambia hapo jela na naambia watu nje mjipe moyo. Nao wanaweza hata kununua mahindi kitu wakule kwa barabara huko. Lakini yeye hapo chini ya ulinzi. Na anasema kwamba mjipe moyo, tena mfurahi siku zote katika Bwana, tena narudia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni kwa sababu alikuwa anajua kwamba Kristo akanilipia deni, leo sitaiwi na mtu. Nikitii tu neno lake na nimfuate, mimi ni mwana wa ufalme. Sinunguniki, wajapo nipiga, wajapo nikataa, nijapopita katika dhiki na mateso, najua neno moja, ni mwana mfalme. Naimbaga hapa ni mwana. Hiyo wimbo Mama Mshauri alikuwa anapenda kuimba hiyo, aliachana na wewe. Ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme. Hiyo wimbo sasa ameenda hii nyingine amesahau. Baada hapo kwa ile. Kuna ile alikuwa anajua, alikuwa anaimba mpaka mimi nikiona tu, hata nikisoma nyimbo za kanisa nikifika hapo yeye ndio naona nakumbuka ni yeye. Ndiye alikuwa anaimba ni mwana wa mfalme. Mama, hii wimbo nitakana uimbe mpaka uone Yesu, maana wewe mtoto wa nani? Ni mfalme. Amen. Haleluya. So mchana leo nataka niko na mambo mengi. Na mimi nilikuwa nataka mambo hiyo machache, maana huku nyuma ndio mambo inakuja. Bwana asifiwe. Amen. Youth muwe tayari. Haleluya. Amen. Atenda youth mumekaa hapo. You look smart. Acha kuona. Kama mchungaji akuja hapa, nani alimwambia anakaa smart? Thank Bwana akubariki. Hata wewe mwambie darudi. Bwana asifiwe. Amen. Mchungaji yako poa bwana. Haleluya. Amen. Hii unajua hii inaitwa impartation. Unajua sometimes ukikosa kupokea vitu zingine sasa uwezi laumu. Haleluya. Amen. Ukumbuke wakati maji. Ukumbuke wakati maji ilikuwa imeleta mchezo kule wapi? Mahali maji ilikuwa imeleta mchezo. Atibale si bahari. Kuna mahali maji ilikuwa imeleta mchezo na machungu. Acha niseme niongeze. Ilikuwa wapi Yeriko? Sisi ilikuwa Yeriko. Sisi ndio maji ilikuwa machungu. Wakasema hauna town. Town ni smart, lakini maji yake na mashamba yake. Bwana asifiwe. Amen. Elisha alifanya nini? Aliwaitisha nini? Chombo gani? Chombo kipya. Chombo kipya. Haleluya. Chombo kipya. Ili kitakase nini? Maji. Na ili takaswa na akaambia maji. Sikia sauti ya Bwana kutoka leo. Si tu hadi wiki hii, kutoka leo mpaka milele. Hamtakuwa na chombo tena. Amen. Haleluya. Sasa nataka kuzungumzia kuhusu moyo kidogo. Maana nimesikia kuna neno ambalo wakati mafundisho yalikuwa yanaendelea, nilikutana na neno hapo linahusu moyo na nikasikia nizungumzie kuhusu moyo dakika chache. Bwana asifiwe. So tunarudi katika kitabu gani? Kitabu cha Samueli wa kwanza. Nimeanza kupata student hapa. Nyinyi mnaenda mbali. Wala mmerudia mnaenda mbali. Na hata nyinyi ni mnyamaza mwendi karibu fata au kwa ngoma. Student wako hapa. Hao watu sasa acha nikwambie. Sasa mmeanza kwenda. Unajua hakuna mhubiri mwenye anakuwa chonjo anasoma neno anashika hilo neno anaenda bahari. Yeye anaenda bahari. Maana hata shetani ushindwa kwa neno. Hata kama umefunika Bible, akileta ujanja anamwambia imeandikwa. Na unaachana na wewe.
Haleluya. Amen. Okay. So tunaanza na hiyo kitabu. Hiyo kitabu ilikuwa kitabu gani? 1 Samuel 14, si ndio? Yes. Kuna mstari pale ambaye ilisema neno na ni mstari wa 7 ilisema aje? Kuhusu Mungu. 7 inasema naye huyo mchukua silaha akajibu, fanya yote yaliyo moyoni mwako. Fanya yote yaliyo moyoni mwako. Angalia mimi hapa ni pamoja nawe. Angalia mimi hapa niko pamoja nawe. Moyo wangu ni kama moyo wako. Moyo wangu ni kama moyo wako. Yes. Haleluya. Amen. Unaona hizi ndoa zinazunguka. Kama mama anaweza ambia tu mseme moyo wangu ni kama wako. Yes. Fanya yale yote yako kwa moyo wako. Gorofa zitaporomozwa na magari na vitu mingi. Amen. Kidada anatangulia kukwambia utaweza. Stop pushing. Hiyo peke yake inamaliza kila kitu, hata usipoongeza ingine kweli. Utaweza. Na mshahara yako unajua mimi naongea najua ile kitu unapata. Rudia maneno ya huyo ni mbeba sana, si mwana mfalme ndiye mwambia beba twende. Mwana mfalme ndio unajua hata mama ni mbeba silaha bwana yake, unajua hivyo. Amen. Na hii maneno matamu kwa nini msemangi? Amwambiange hao watu. Rudia. Amen. Inasema naye huyo mchukua silaha akamjibu. Fanya yote yaliyo moyoni mwako. Fanya yote, usiwache neno lolote ambalo liko katika moyo. Fanya yote. Angalia. Mimi hapa ni pamoja nawe. Moyo wangu ni kama moyo wako. Moyo wangu ni kama moyo wako. Moyo wangu ni kama moyo wako, maana yake ni kwamba I'm here to support you. Amen. Haleluya. Niko hapa kusimama na wewe katika maji na katika moto. Yes. Haleluya. Amen. Hao ndio watu tunakosa katika maisha. Hao ndio watu wadada tunakosa katika maisha. Hao watu ndio tunatukosa hata katika safari ya wokovu. Hata whatever you are doing, you need somebody ya kuambia kwamba unaweza. Si ya kwamba utatoboa kweli. Ndugu, hii mambo nataka kuanza utafaulu kweli. Mama, hii mambo nataka kuanza utawezana naye. Tunataka watu wa kutupatia courage ili ya kwamba tuendelee mbele. No matter how situation is. Hata barabara iwe rough namna gani. Hata ionekane ya kwamba kuna giza. Lakini tunataka watu wa kusema tunaweza. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo neno pekee yake nikwambia. Kuna vita unaweza shinda kabla hujafikia vita. Bwana abesi. Amen. Nimekuja kukundua na nilienda kukundua nguvu ile iko katika maneno. Bwana abesi. Ndio sababu wewe mtu yasiye hapa. Wacha kuwa mtu kujilaumu. Hata ukifanya kitu ukianguka, amuka, panguza na kwanza mwendo na kukasa mbele. Ona usiangalia kwamba tukumeenda aje. Ni kwa sababu hiyo kujilaumu ndio ikafanya kwamba hakika usipate courage ya kuendelea. Utapata mambo ya kuvunja moyo na kukaa chini. Utapata mambo ya kuvunja moyo na kutoendelea na safari. Yes. Haleluya. Amen. We need such people. Omba Mungu akuletee watu katika maisha yako, watu wenye utafanya uwe unaona kule, si hapa. Watu wenye wanakuambia maneno ya faraja, mambo ya kuambia kwamba ndio umeanguka. Kuanguka si shida. Safari bado ipo. Maana ukikaa hapo haimaanishi kwamba safari imagine na hata na usiangalie nyuma. Tumesema wacha kucount progress yako nyuma. Wacha kwamba tunajua shida yenye inafanya hata Wakristo sisi tumejifunika blanketi tunalala. Tunasemanga kazi ya Mungu ile tulifanya mwaka uliopita. Tulifanya alafu nakaa. Nakwambia nilihubiri watu kwa nahubiri neno moja na nimeokoka. Nihubiri neno moja unakaa na neno ulihubiri na ujia kwamba kuna watu bado huku nje. Inatakana hata uwe unafanya zaidi kuliko hivyo. Bwana pesi sana. Amen. Mpendwa, mfanyakazi ama mbeba silaha akaambia huyu ndugu, fanya yote, usiwache kitu.
yenye iko kwa moyo wako, maana moyo wangu ni kama moyo wako. Vile unavyoona ndivyo ninavyoona. Vile unavyo uko ready kukabiliana, niko seti kusaidia mpaka tusukumane pamoja. Bwana mapenzi. Kwa hiyo utasoma neno na uhepe mwenzako. Useme mimi naona hii iwezekana, utaipaje mwenzako? Bwana mapenzi. Amen. Maana nataka kuomba muda, unajua tusema mkutano huko mbele, nataka kwenda sana. Nataka kukupatia vitabu mbio mbio. Proverbs 4. Proverbs chapter 4. Proverbs ni Mithali 4:25-23 inasemaje? Twende kwa haraka. Mithali, Proverbs 4:23 inasema, ndio, linda moyo wako kuliko yote ulindayo. Linda moyo wako kuliko yote ulindayo. Maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Maana chemchemi ya uzima hutoka katika moyo wako. 24. Waje hapo. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Linda moyo wako kwa maneno mazuri. Linda moyo wako kwa neno la Mungu. Linda moyo wako kwa matumaini. Maana chemchemi za uzima huanzia katika moyo. Na kwa sababu huyu alimwambia kwamba fanya yote yaliyo moyoni mwako, maana moyo wangu ni kama wako. Unaona ushindi, hata mimi katika moyo wangu naona tutashinda. Yes. Haleluya. Amen. Nimepita hapo. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Twende kwa kitabu ya Yeremia 17:9 inasemaje? Inasema, ndio, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Ndio. Nani awezaye kuujua? Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Ni nani awezaye kujua moyo? Yes. Haleluya. Amen. Moyo ulidanganya wana wa Israeli. Wanaume 10 moyo uliwadanganya. Walipoenda Kanaani, wakapeleleza nchi, wakaona haleluya. Amen. Wakaona nchi. Tulipata ya kwamba nchi Mungu aliwaambia waogozapo mambo mangapi? Tena student wamepotea. Mungu aliwaambia ukienda huko Kanaani waangalie mambo ngapi? Matatu. Moja, asali. 2, 3, matunda. Mungu alikuwa specific, akawaambia endeni Kanaani. Kanaani kuna maziwa, Kanaani kuna asali, na Kanaani kuna matunda. So wakienda huko mission yao ilikuwa mambo ngapi? Matatu. Mungu hakutaja kuna watu warefu huko kuliko nyinyi ni wafupi. Mungu hakutaja kule nchi ya kule inakulanga wenyeji, inazaa mapusa. Mungu hakuita hawa jamaa panzi. Ndio sababu nitakaranga uwe kini sana ujumbe ukipita. Maana ujumbe inapohubiriwa kuna uwezekano wewe uchukue the opposite of ujumbe. Na ukichukua the opposite of ujumbe unakuanga tayari umezaa ferozi. Haleluya. Amen. Unakuanga umeenda hasara ni kwa sababu vitu yenye umeona. Unaona ile kitu yenye imekuja kwa mazao. Mahubiri huja makubwa kuhusu hiyo jambo. Haleluya. Na that's why Mungu alizungumza nao mapema. Akawaambia matunda, maziwa na asali. Macho yenu msitoe kwa hayo mambo matatu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu tutaombea hii Kenya. Unajua tutaombea Kenya. Yes. Unajua tutaombea jamii zetu. Unajua tutaombea kanisa, tutaombea kila kitu. Lakini kitu isikudanganye, kila kitu itanyooka kwa kanisa hivi. Kitu isikudanganye, tutaombea hivi ya Kenya mpaka Mnyoro wa kwanza kutukanana na Kisongo. Tutaomba na demo tunaomba ndio ataenda kutukana. So kama hauko kilema utabebwa na wewe. Kwisha. Ni kwa sababu ya kwamba wewe
nakwambia focus on that. Hallelujah. So wana wa Israeli wanaenda kule na Musa mwenye kwa tuma anawaambia enda mudhibitishe kuna asali, kuna matunda, kuna maziwa. Mkidhibitisha hayo, safari tutakuwa tumepata nguvu nyingine mpya ya safari. Yaani tutapata nguvu yetu, tutakuwa kama tulikuwa tunatembea kilomita 10 kwa siku, tutakuwa tukitembea 20 mahali tunataka tufika haraka. Haleluya. Unajua kuna pesa nyingine, unajua kuna pesa ambayo ndio kujifutafuta, maana huko mbele huko shua. Lakini mtu akija na good news na kwambie miguu yako inakuwa miepesi kwenda kule, ni kwa sababu sasa huko shua na kule unakoenda. Amen. Haleluya. Hivyo anasema kwamba moyo inatudhahadharisha. Haisemi moyo ni mbaya, inasema moyo huwa mtakatifu kuliko vitu vyote. Ilikosesha hawa watu Kana. Walienda grupu moja. Wakienda Kana ni kupeleza, walienda grupu moja. Lakini wakitoka Kana ni walitoka grupu mbili. Walitoka na grupu yenye itarudi na ile yenye itakufiwa jangwani. Haleluya. Walienda grupu ya wakienda, wacha nikwambie, wakienda Kana, walienda watu wenye wamejaa matumaini. Na wanaona mtu anaona vile nitajenga nyumba huko, mtu anaona vile nitalima shamba huko. Lakini wakirudi, wengine wanasema kwamba kule mimi siwezi jenga kule. Kule ni hatari, kule hata mimi hata sitamani kurudi huko. Mimi na wengine wanasema ndugu mimi. Na kale kuna anaambia Yoshua, wanaona mimi nilipokuwa niliona ile shamba ya milima nitachukua. Yaani imagine grupu mbili. Bwana apesifa. Amen. Kwa hii series unaona nini? Bwana asifiwe. Ni wewe. Bwana asifiwe. Wewe ukiwa hii series kama mlima yako unaona wapi? Hapo. Haleluya. Ama wewe huoni mlima yeyote? Unasema kwamba mimi nakaanga tu hapa Githurai, nikipoa kwa hii kanisa, masiku ikifika nitafunga vitu niende kwetu. Wewe kuna watu walisalia jangwani na kuna wale walirudi kwa mlima. Amen. Bwana, hii mambo inashangaza sana. Moyo wapendwa, moyo watoto wa Mungu. Yes. Moyo upiga mtu na moyo uweka uhai ndani ya mtu. Bwana ape sifa. Ni moyo, the condition of the heart. Moyo ni kitu ya muhimu sana. Moyo inaweza kupiga ikumaliza ikuue, na moyo inaweza kuuisha mpaka urithi. Yes. Haleluya. Amen. Moyo si mbaya, huwa mdanganyifu. So deception, atangoja kwamba tulikuwa tunazungumzia deception. Moyo huwa mdanganyifu. Usikubali ile udanganyifu, maana ukienda na udanganyifu ianze bure. Udanganyifu inaanzianga hapa. Umeambiwa ukienda CLC, milango iko hii ya karibu na jikoni hapa kwa Gideli, na hii ya kuangalia kwa kiti. Wewe ukija unasema unajua hii mlango angeekea huko ingekuwa mzuri sana. Wewe umeona hii milango imewekwa, kwa nini useme tukelekea bado? So focus imepotelea hapo. Vipi uliambiwa, unajua umehamisha focus, kwa hiyo umeleta mpya. So hii mpya akili yako inatawaliwa na hiyo. Na acha nikwambie, hii ndio sababu tulisema kwamba utafuta tu kupata nafasi katika akili ya mtu. Sababu tulisema hakuna mtu azikudanganya shetani, hakuna mtu shetani ameua hata mmoja. Kazi yake ni kukupatia formula vile utajiua. Akishakupatia formula ile utajiua. Sasa anakaa kwa kona baada ya kupiga makofi vile unakufa pole pole akioni. Yeye anasema kwamba huyu full stop. Ajenti wenye mnalinda nguvu kuja muende kwa mwingine ule bado angali mjeuri. So wanatafuta mjeuri mwenye bado anang'ang'ana, anasema enda tena kule tena convince mawazo yake. Maana huyu tumeconvince na tumefix. Haleluya. Amen. So akili ya mtu, mawazo mind ya mtu ndio mtama upambana naye. Akishakufix anakutoka. Amen. Kuna watu hii tunataka waamini buti. Yaani wanakaa mtu anakaa, unakaa tu chote. Unakaa tu chote na maisha maana wananiangalia mbaya. Wananiona mbaya. Maana ulifixiwa. Ulifixiwa, acha nikwambie. Hakuna mtu anakuangalia mbaya. Ni wewe ndio ulitangulia kujiangalia vibaya. Unajiona hiyo bayo. Wakati unaanza kujishuku watu wanaipenda, basi nyumba imeanza kujengwa kwa moyo wako.
Ushaisikia kitu kama hiyo? Ushaisikia kitu kama hiyo kwamba unasikia tu kwamba ile fulana ameanza anaanza tu kuniheti. Mimi naona aniheti. Hii ni kanyumba kanataka kujengwa ndani yako. Maana unajua kwamba through hii atakuconsume. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Lakini Biblia inatuambia kwamba jina la Yesu ni ngome imara. Wenye haki wote wakikimbilia wanakuwa salama. Haleluya. Amen. Ni kuongeza kitabu kingine. Kitabu kingine ni First Samuel. Samuel wa kwanza 16. Enda pale. Samuel wa kwanza 16. Hebu soma 7 inasema aje? Samuel wa kwanza 16:7. Tunasoma kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame uso wake, wala urefu wa kimo chake, wala kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huitazama moyo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Samuel amejaza pembe yake mafuta. Unajua zamani, wacha nikwambie, watu walikuwa naamini ya kwamba mtu mwanaume mrefu mnono mwenye miraba 7 ndiye ana uwezo wa kukomboa nchi kwa giant. Watu walikuwa naamini kwamba awe mtu futi kama 9. Unajua leo ndio watu wako futi 6 ngapi na mnasema tu warefu sana. Watu walikuwa futi 6, 12. Futi 9, 12. Hizi nyumba mnajenga wangetosha ndani kusimama. Labda angekaa kuja kama angeongeza kichwa ikaribie mabati. Sasa nao watu wakichagua mtu yule atawapigania, walikuwa wanatafuta kimwanaume. Yaani wanasema kwamba hata adui akimuona atetemeke tu afanye nini? Atoroke. So Samuel na hata wewe ukisoma mambo ya Samuel, ukianza mahali Samuel alichaguliwa utasikia kwamba alikuwa mtu mwenye sura nzuri, mtu mrefu na mnene, ambaye hata ukimwangalia tu bila akisimama tu kabla hajachukua silaha wanasema hivi vita wapendwa, mimi na watu waishie tutafanya wiki ijayo. Na huyu mtu ndio alichagua. Lakini sasa Daudi kama mtu kingine Kenya akajitumia fumo, kanajua tu kiboko ya ng'ombe kuchuka kwa ndoo. Haka ndio Daudi Samuel ameamua jaza pembe yako mafuta. Enda kwa Yesu. Mungu hakuwa amemfunulia ufunuo yoyote mtu huyu anakaa hapo na sura ikija huyu mtu anakaa hivi. Alienda kama alitii Mungu na akaenda na mafuta. Kufika na mafuta alipoona tu shamba, maana shamba alikuwa mwanaume ameomba 7, maana alikuwa kwa jeshi ya Sauli. Alipomwona akasema yamkini huyo ndio Musa. Mungu akamwambia hata usimwangalie, wacha kusema ati ni Amasia, hata kumwangalia wachana huyo jamaa kwa amepita. Huyo ni shamba. Elishama akatokea huko. Yule mwingine Mungu akamwambia usiangalie, ndio Mungu aliona hai. Samuel amekazana na sura za watu, ndio huyu Masia. Akamwambia wewe Samuel, sikiza. Mungu hachagui vile nyinyi mnachaguanga. Maana leo ninataka nikuonyeshe vile Mungu huchagua mtu. Bwana apewe sifa. Amen. Kuna mtu kanisani hana nguo mzuri, hana kiatu mzuri, watu wanamchukuanga kuwa mtu ya mwisho kanisani. Ukiwa na neno yako muhimu uweze shana huyo. Ndio na mali anafaa. Kwa matambara matambara. Hana huyo akivuka. Yesu atakufunga Yesu mwito. Sisi tunaangalia hivi. Kumbe Mungu naye akiwa kwa msako ni huko ndani. Mungu msako anafanya ndani. Anaangalia ni moyo ya ndugu gani, ni moyo ya dada gani.
ambayo iko imara kusimamisha wengine, ambayo iko imara haitalegea, iko imara. Hii moyo iwazi mabaya, hii moyo iwazi maovu, hii moyo haina jeuri ndani yake. Mungu anaangalia hiyo, na sisi nayo tunaangalia kiatu amepiga rangi, ako na sura. Nyumba yake inakaa aje? Bwana, hii inatoka Max hiyo ndio unayo mstari. Hiyo mstari ina mwanga wapi ya Mungu yote na mwanga hiyo. Mungu ameona moyo, sisi tumeona matendo yetu. Sasa mimi nimekupenda sababu ya vitu vyote uko nayo. Nimesema wewe ni mtumishi wa Mungu. Mungu naye anasema wana Mungu anakemea Samueli. Anamwambia ubaya yako wewe kuona moyo hawa. Na kweli hawa jamaa moyo wao si ulionea kule wakati kijana alipeleka chakula. Alipopeleka chakula sema wewe unapoka ndaki mbele unajifanya wewe unakuja hapa kufanya nini? Kondoo wale wachache wa baba umeachia leo unakuja kufanya hapa. Atunataka tunakujua na kwa mbele sana. Sasa moyo wao ndio unafunuliwa vile wanakuanga, na Samuel alikuwa anasema awamwagie mafuta hivyo. Bwana asifiwe. Wakati Sauli alimwagiwa mafuta, tumeona matokeo. Imagine Samuel, unajua Sauli alichaguliwa kwa chapter. Ndio wasoma Bible. Tena mmesoma Samuel mtafika. Sauli alichaguliwa kwa chapter ngapi? Sema chapter 9. Hapa ndio mambo ya punda ya Kishi ilipotea kuanzia chapter 9. Ndio ninasema hapa na punda ya Kishi ikapotea. Kishi ndio baba ya nani? Ya Sauli. Wakati wanapotoka kwenda kuchagua punda, wanaenda chapter 10, chapter 12. Hata chapter sijaenda sana. Akifika chapter 15, Mungu amemkataa. Imagine kutoka chapter 9 ndio bado hata atachaguliwa kuwa mfalme. Akienda 10 pale speed level hapo ndio atachaguliwa mfalme. Aliweza tu kukaa kwa Mungu, alitii tu Mungu chapter 13 na 14. Hata si 14. Naamini 13 alianza kuasi hapa kwa 13 pole. Kwa 14 akawa Mungu amekataa kiasi. Ndio ikienda 15 16 ndio Mungu anaambia 15. Ndio Mungu anaambia Samuel, mimi ikiwa nimekataa Sauli, utamrudilia mpaka lini? Yaani wewe umekataa tu Mungu, wewe chagua mtu mwingine ni huyu. Kwa nini umekataa? Kwa nini wewe umekataa? Sasa Bible inakuja hapa inasema ya kwamba Mungu akasema naangalia moyo, maana naangalia mtu mwenye atasimama Israeli, mtu mwenye atahurumia watu. Naangalia mtu mwenye ataambia watu vile Mungu anasema si vile anataka. Naangalia mtu mwenye ataelekeza watu kwa njia ya Mungu, si mtu mwenye ataelekeza watu kwa njia yake. Sasa hiyo moyo ndio Mungu anatafuta. Linda moyo wako kuliko yote uliyonayo. Tunaambiwa linda moyo wako. Hii moyo ndio itafanya Mungu akupatie cheo katika ufalme wake. Hii moyo ndio itafanya kwamba Mungu atembee pamoja na wewe bega kwa bega. Ni kwa sababu ameuchunguza moyo wako na ameona kwamba hauko na plani ya kuasi hata siku moja utoke kwa njia yake. Haleluya. Amen. Tunaendelea tukimalizia. Haleluya. Amen. Nitakuongeza vitabu 2, nikienda sana na hesabu siku. Na hii siku tungependa kwamba tubarikiwe. Ona 2 Kings, Wafalme wa 2, mlango wa 10, mstari wa 15. Kuna mtu hapo. Hebu soma hapo. Alafu kisha soma nitaongeza kitabu moja na tunamaliza ibada. Wafalme wa 2 15 inasemaje? 15 inasema alipotoka huko akamkuta Yehonadabu mwana wa Rekabu akija kumlaki. Akamsalimu akamwambia, je, moyo wako umenyoka kama moyo wangu ulivyo pamoja na moyo wako? Akajibu Yehonadabu, ndio. Yehu akamwambia, kama ndio, nipe mkono wako. Akampa mkono, akamkalisha pamoja naye garini. Haleluya. Unajua hiyo siku ilikuwa siku mbaya. Wacha nikwambie hiyo siku
Unaona huko vile alijibu hivyo. Wewe hujuje walikuwa naenda wapi? Hiyo siku Mungu alikuwa amechagua Jehu ya kwamba aende afagie nyumba ya Ahabu. Jehu ndio Mungu alikuwa ametia mafuta ya kwamba aende vile. Ukumbuke neno la Mungu alianguka chini. Ahabu alikuwa bwana ya nani? Ya Jezebel. Ukumbuke kwamba ndio walinyang'anya Nabothi shamba, si ndio? Ilikuwa Nabothi. Walinyang'anya Nabothi shamba na wakamsingizia, akapigwa mawe akauawa na mbwa akalamba damu yake. Na Mungu akasema ya kwamba kwa sababu damu ya mtumishi wangu imemwagwa na ikalambwa na mbwa, there is a day is coming, nyumba yako yote itafakiwa na mbwa, nao walamba damu ya nyumba yako. Amen. Sasa siku hiyo ilifika. Jehu akachaguliwa. Jehu akatoka huko, mtu mwenye amejaa Roho Mtakatifu ya kwenda kuua mtu adui ya Mungu. Bwana asifiwe. Mtu asifiwe. Unajua kuna watu wengine wanafikiria tu watu wanajaa Roho Mtakatifu ya kwenda kusema shaka kaka. Let me tell you. Sasa Mungu alijaza Jehu Roho Mtakatifu ya kwenda kuua adui ya Mungu. Ni kwa sababu huyu mtu alikuwa adui ya Mungu, na Mungu akasema mpaka yeye, mke wake, watoto wake, jamii yake, ng'ombe zake, kuku zake inakuwa wipe. Yes. Amen. Sasa Jehu akakutanika na wanadamu kama hapo kwa safari ya kujazwa nguvu ya kwenda kuua adui. Alimuuliza swali, wewe Mungu alimuuliza swali. Alimuuliza swali. Kama angesema tu siko na wewe, ujui ile panga angepata. Kama angejibu tu. Maana jibu yake kumbe Mungu alikuwa kwa hiyo jibu. Inasema alipotoka huko, huyo ni Jehu alipotoka huko, akamkuta Yehonadabu mwana wa Rekabu akija kumlaki. Akamsalimu akamwambia, je, moyo wako umenyoka kama moyo wangu ulivyo pamoja na moyo wako? Akamjibu Yehonadabu, ndiyo. Yehu akamwambia, kama ndiyo, nipe mkono wako. Akampa mkono, akamkalisha pamoja naye garini. Akampa mkono, akampandisha garini, wakaenda. Amen. Haleluya. Amen. Moyo. Wana Mungu aje niwaambie. Moyo huu Mungu ametupa. Umebeba utajiri wako. Tena hiyo moyo imebeba umaskini wako. Ni wewe ndio kuchagua moyo wako unataka ikupe nini? Yes. Bwana asifiwe. Moyo wako ndio kifunguo ya kibali ukiendanga. Na moyo wako ndio milango ya shaba. Ona kuna moyo ambaye inafanya mambo yako inakuwa milango ya shaba. Maana uovu na ubaya na uchungu umejaa pale. Inafunga malango. Wakati tunapokemea adui atoke katika maisha yako, kumbe tunakemea wewe, maana wewe ndiye adui ya maisha yako. Unajua kuna watu ambao tumekemea shetani kwa maisha yao, kumbe tunaendelea kuamaliza. Maana unakemea mtu adui amemfinyilia, kumbe moyo wake haukubaliki mbele za Bwana. Na kwa sababu moyo wao haukubaliki, so tunaendelea kuongeza makaa kwa maisha ya huyu. Tunaongeza makaa. Noti ya kwamba unaongeza makaa maana wewe ni muuaji unataka kumwangamiza. Unamaanisha usalama wake, lakini moyo umeresist. Ndio unaona kabla Jehu atakaliza Yehonadabu alimuuliza ya kwamba je, wewe moyo wako umenyooka kama moyo wako ulivyokuelekea? Akasema kama ni hivi, leta mkono. Imagine Mungu anatuuliza hivi. Je, mwanangu, moyo wako umenyooka, umejaa upendo ndani vile ninavyokupenda? Sasa sijui wewe unajibu nini. Maana jibu lako litafanya upandishwe garini ama upigwe panga uanguke kwa barabara. Jibu lako. Tena hiyo jibu yende kuulizwa shetani. Inaulizwa wewe. Jehu hakuuliza mtu mwingine, hakuita wewe. Nipa ushuhuda ya kweli. Mkasema, je, moyo wako umenyoka na kuelekea vile wangu umekuelekea? Sema hivyo. Amen. Twende. Amen. Na hata usipitie swali utaona kule tunakoenda. Bwana asifiwe. Amen. Sasa imagine Mungu, kuna watu ambao sasa Mungu amevika huyu jamaa aende aangamize nani?
Sasa anapoenda kuangamiza hapo, niambie huyu jamaa afike huko na ule huruma aseme Mungu. Ni wewe mfalme umesema ni wewe. Na Mungu amemwambia nisho yenye nakutuma. Kwenda kudila hapo maana alidili na watu walidili na Naboth. Na hiyo kitu nikaandika mahali. So siku imefika. Unajua niliwaambia kwamba unaona hao watu wanaitwa Waamaleki. Watu wa Waamaleki wanakuja. Waamaleki walisimama kwa jua walipoona wana Israeli wasipokuja, walisema ndio wanakuja, tunasikia ni hatari, hawapiti hapa kwetu. Watafute mahali watapitia. Israeli wakatumana juu akasema tukipita kwenu, hatutapita katika mashamba yenu. Tutapita kwa barabara. Na chakula yote tutakula tukio katika nchi tutanunua, tutachukua. Wakasema mnunue, msinunue, tafuta njia mahali pengine. So Mungu alishughulikia wana wa Israeli wakaenda. Lakini Mungu akasema dhambi ya Amaleki nimeiweka pending, nitairudia nikishafikisha watu nyumbani. Hii nimeweka pending. Ndio sababu unaona watu wakifanya makosa. Watu hufanya makosa maana wanasema si nilifanyia mtu haini Mungu, si kuona Mungu akanilipisha. Kumbe Amaleki amezuia Israeli na Mungu amesema hii dhambi maana hii si ya kudili nayo itachelewesha safari. Waache ikae hapa wafike nyumbani kwanza. Walipofika ndio Mungu anaambia Israeli. Na unajua Israeli makosa yalifanya ndio hiyo. Mungu akaambia kwamba sasa mmesettle. Wakasema wana Israeli akasema ndio Bwana tumesettle. Akawaambia basi kama mmesettle sasa kwa akili yangu imerudi ya kwamba Amaleki aliwazuia ya kwamba msifike hapa. Mkikutana na Amaleki maliza huyo mtu na kila kitu yake itaki kusikia. Wana wa Israeli walienda wanaua Amaleki huyu anasema huyu nikipita na nisalimiaka vizuri siwezi kuua. Yaani akaanza kuchagua. Na Mungu anasema anaitwa Amalekite. Amalekite yeyote usiwache. Waliwacha. Mungu alienda akaambia okay. Mmefanya kazi tumeua wale watu wakasema okay. Na mmewacha wengine. Sasa hawa wenye mmewacha msikie tangazo vizuri. Hawa mmewacha nitawaweka kuwa mwiba ubavuni mwenu. Maana mimi niliwaambia angamiza. Nyinyi mkaspea. Sasa wenye mmespea kuna siku inakuja hawa watu wahurumia tunasalimiana vizuri. Watawaua. Kuna kama Amaleki umeficha kwa moyo. Hii Amaleki ndio inakumalizana. Hii kama Amaleki haka kama Amaleki. Haka kama Amaleki ndio ulisema ni dhaifu, huyu hawezi fanya mtu kitu. Ndio narudinga na lima wewe. Sasa natoka hapo naenda wapi? Na Amaleki bado maajabu hata ufunuliwe ni Amaleki. Soma kitabu ya mwisho. Vitabu ya mwisho ni mingi hiyo hujaiona, lakini nakuacha nikupatie moja. Unaona kuna kitabu ya Luka, kitabu ya Luka 8:5, kitabu ya Mark 4:3, kitabu ya Mathayo 13:3. Umepata hiyo vitabu? Hiyo ni gospel. Luka 8:5 kuanzia 5. Mark 4 kuanzia 3, Mathayo 13 kuanzia 3. Sasa tuchague kwa moja hiyo na usome moja tu hiyo kidogo na tumalize, maana ibada yetu inaweza fika hapo isiende. Chagua moja, ile ni Luka ama Mark ama ni Mathayo useme. Nasoma hii tu watu wafunue hapo. Nasoma kitabu cha Luka 8 mstari wa 5 inasema, mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake. Ndio. Naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka katika njia. Kaundi hizo, moja ilianguka kwa njia. Zikakanyagwa na ndege wa angani, ndio wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwiba. Zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Ndio. Nyingine zikaanguka kati ya 6 inasema
nyingine zikaanguka penye mwamba. Zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. 7 inasema nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa 1 kwa 100. Alipokuwa Sikaza. Nasema nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa 1 kwa 100. Niwaachie hapo. Conclusion tukikamilisha. Unaona hiyo tumesoma mbegu ngapi? Tumesoma mbegu ni moja. Mbegu ni moja. Wacha ni mbegu mpanzi ikitoka na mbegu type moja. Kama ilikuwa mahindi ilikuwa tu mahindi peke yake. Lakini hii mahindi ilifanya nini? Ingine ikaanguka kwa udongo kwa njia, ingine kwa mwamba, ingine kwa mwiba, ingine kwa udongo mzuri. Haleluya. Amen. Upate kujua ya kwamba mbegu ni moja. Lakini hiyo ni type ya mioyo. Hiyo ni type ya mioyo hiyo. Kuna moyo njia. Kuna moyo mwiba. Kuna moyo mwamba. Na kuna moyo udongo mzuri. Kuna watu mwaka nenda mwaka rudi. They will never change. Sababu change huanza na mtu. Ni mtu ndio sema Bwana nimechoka. Siwezi endelea hivi. Unaona vile tunavyohubiriwa mchana wa leo. Ni ombi langu maana najua si kwa hii kanisa, lakini kama moyo si udongo mzuri, hii neno limenoa. Haitazalisha kitu yote kwa maisha yako. Manunguniko tu yako yale yenye unakuanga nayo utarudia tu. Ni kwa sababu ya kwamba imeanguka tu kwa mwamba bado. Moyo haujafanya. Mtu ndio ufanya moyo wake ikubali. Unakumbuka wana wa Israeli waliambiwa hivi. Wana wa Israeli waliambiwa kwamba fanyeni moyo wenu kuwa, msifanye kuwa migumu. Msifanye kwa sababu mtu ndio ufanya. Kuna mtu ndio hadi ni hati yake. Ndio hadi ni moyo mhubiri na upili na mkosoa. Anasema kwamba najua huyu nilipata kama anakula mahindi pale jana, hata akihubiri mimi naona mahindi. Mimi sio ndio mahubiri. Mtu mtu ana resist injili kwa njia tofauti. Kwa sababu kwamba unajua mimi niko na kitu kuliko yeye. Hawezi sema kitu nikasikia. Mwingine akisema kwamba unajua mimi ningekuwa hapo ningetoa neno mzuri kumuliko. Mimi sio ndio kitu tofauti. Hiyo ni type of mioyo. Demo inafanya hivyo, ina resist neno la Mungu. Inapo resist, baada ya injili unapata kwamba hali yako imerudia hivi. Bwana apesifu. Amen. Haleluya. Amen. Mungu hapa. Kuna ndugu ambaye mnakaa ndani kabisa tu injili. Anarudia tu mambo yake ile ya kawaida. Nakwambia unajua ndugu, haki wiki imekuwa wewe unaje? Yaani amesikia neno la Mungu maajabu, ataanzia kwa ile aliyeleta ile aliyozungumzia 2024, ndio alizungumzia 25 na hiyo ageusi niusi. Na akina nadhani ya kwamba kuna change inakuja. Ikuja kutoka wapi? Change inaanza wakati utajiuliza kwamba udongo wangu aidha ni mwiba, aidha ni barabara, aidha ni mwamba ama ni udongo mzuri. Kama ni udongo mzuri au kama utaiona, utakitu ya kwanza mtu akitaka kupata baraka ya Mungu, kitu yenye nataka na mtu nataka na amani kwanza. Mtu yeyote mwenye anaona hata ukiwa na kitu naona amani, basi hiyo si baraka. Inataka na amani kwanza. Mwenyewe unajirikota nyumbani, unasikia kwamba una amani yako. Unasikia kwamba hakika umetosheleka. Unasikia kwamba hakika yaani Mungu atakuwa ni fair kwako. Unasikia kwamba Mungu ananipenda na ananiwazia mema na anajua kwamba ananipeleka sehemu. Hii ndio inaanza na wewe. Ndani kitu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ukumbuke hiyo mioyo mbegu ilikuwa moja. Lakini maajabu mbegu ya Elisa ilikuwa tu moja. Mbegu tatu zote zilikufa. Lakini ni type moja. Sasa tunasema kwamba hizi zingine zilikufa ni kwa sababu asikuwa mbegu nzuri, zilikuwa zimeoza, zilikuwa zote safi. Maana hata ile yenye iliamka pale
ilionyesha vile zingine zimefanya, lakini kwa sababu hizi zingine zilianguka mahali pasipo. Lakini siku za kitu, moyo wangu na moyo wako mpendwa, tufunguke, tumuone Mungu katika njia tofauti. Tujue kwamba Mungu ametupa uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa sana katika maisha yetu, katika lote tunalofanya. Lakini change hiyo inaanzia wapi? Moyo. Amen. Haianzi mahali popote. Ujumbe ile imekuja nayo inasema nini? Kabla hujadili na mambo mengine yenye kusumbua, dili na moyo wako. Maana huenda hii mambo yote, hata si mambo, si shida. Moyo wako ndio shida, na hii mambo yote yenye kusumbua. Umefunga, umeombea, umefanya mambo mengi, haujaona tofauti. Moyo. Mungu hatakubali katika state ambayo moyo wako uko akufikishe mahali, ama akupatie hiyo kitu yenye unatamani na hiyo moyo yenye uko nayo, until the time you change that heart iwe productive, iwe moyo yenye una uwezo wa kusalisha. Ndani Mungu sasa ataleta kitu katika maisha yako. Mtu asikudanganye. Kuna vitu yenye tunatamani, lakini tunatamani nje ya moyo mbovu, ya kwamba moyo hauwezi zalisha, maana si moyo ambaye Mungu anaweza utazama. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna siku wewe unataka mafanikio na wewe ni adui ya mafanikio ya watu. Let me tell you, hakuna kama mwenzako akipata mafanikio ulali na unasema ya kwamba wewe unataka ufanikiwe, huwezi fanikiwa. Na hata ukifanikiwa, utafanikiwa vitu vyenye vitakuongeza machozi na machungu. Maana itokani na Mungu. Usikubali kubarikiwa ndugu yako katika stage yenye, wacha nikwambie, kuna watu wengi. Mchungaji mwenye alikuwa hapa mkesha alikwambia aje? Alisema kwamba amani imepita vitu yote. Na hata akatoa mfano kwa rais wetu akisema kwamba rais ukitaka hata milioni hata bilioni ngapi atakupatia, lakini akakwambia ana amani. Ametafuta mahali ya kununua amani, aenda awapatie pesa mingi, wampatie amani, hakuna amani. Wacha nikwambie, state of the heart ni ya muhimu sana, maana hii ndio nimesema kwamba amani, mambo yote mazuri huanzia kwa moyo wa mtu. Moyo, angalia condition ya moyo wako. Hiyo kinjia unataka uiende. Hiyo ndio nalia usiku na mchana. Kuna watu wengine wanataka kubadilisha moyo hata si kufunga. Bwana asifiwe. Amen. Ati niko akili sina kufunga. Kufunga na kuunga mkono mmoja kwa mmoja, najua matokeo yake. Bwana asifiwe. Lakini kuna watu wengine wanafunga baada ya kubadilisha moyo. So atafunga tu maisha yake yote, lakini whatever atafikira atapata haoni, si kwa sababu Mungu anamchukia. State of the heart. Maana moyo huu tena, kutoka leo ukiwa hapa, usijaribu kuona ati kuna mtu amekuchukua duni. Akikuchukua duni, hiyo si shida yake, ni shida yake. Wewe kiambie neno moja ya kwamba ni mawazo gani Mungu ananiwazia. Kristo pamoja na hiyo dunia yangu alienda msalabani na akafika na akaambwa kwa sababu yangu, basi amwadi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amwadi. Utasikiliza maneno ile watu wana comment kwako. Utasimama kama alifika Kalvari. Wewe ni mtu wa thamani. Mungu wetu anakuwazia mema mpaka leo hii anaposema na wewe neno hili. Anakuwazia mema, maana anajua kwamba kuna watu wamekuwa captives, wamekuwa mateka. Wa mawazo yao yametekwa nyara. Na kwa sababu mawazo yao yametekwa nyara, wamekuwa watu yani wanapambana ili hata zinasua, wanashindwa ni nini iliyotendeka. Kumbe hakuna kitu yote iliyotendeka, hakuna mchawi aliyekutembelea, hakuna kwanza mtu mwenye ameokoka. Waachana na maneno ya kuniambia damu ya ukoo niliwachana. Mimi huwa nasema kwamba unless uliokoka Yesu mwingine, si huyu Yesu mwenye tumeokoka. Maana Yesu mwenye tuliokoka, Bible inasema kwamba tazama mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Sasa wewe uliokokaje tena bado unasema damu ya ukoo inakusumbulia wapi? Haikusumbui, ni mawazo yako yaliyotekwa nyara. Na niombi lako mchana wa leo, jinasue, tengeneza moyo wako mbele za Bwana. Jua ya kwamba Mungu anapenda watu. Washai kutanika na watu wakakuchukia. Ni sawa, wanadamu wanaweza kuchukia. Mungu anapenda watu. Amen. Sinatoa tangazo, Mungu anapenda watu. Bwana ape sifa. Kuna uwezekano watu wamekataa mambo yako, wanasema wewe ni sio. Mungu anapenda watu.
Ndio sababu bado kwake anakuhesabu wewe wa dhamana. Kwa mtu mwingine wewe ni zero. Amen. Haleluya. Amen. Kwa mtu mwingine wewe ni zero, lakini kwa Mungu atamalizana na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Unajua nilikuwa juzi mahubiri kile ilikuja kwa moyo wangu, ilikuwa inajiuliza. Wewe unafikiria Mungu achukue damu yake wanyama akasema ng'ombe vitu mingi ilikuwa inaletwa tu, na hata ikiumbwa hali inaumbwa Mungu, kuna vitu Mungu aliumba na mkono, si tu mwanadamu peke yake, kuna hata vitu aliumba na mkono. Lakini imagine kwa nini Mungu alipotuumba hakuweka miguu nne kwetu, akaweka mbili tusimame? Maana Mungu ako na miguu mbili, yeye ako na nne. Mungu akataka tusimame tena. Mungu akasema ya kwamba hawa nitawapatia akili washone nguvu na punda. Sasa nilikuwa najiuliza, kweli Mungu anaweza kuumbaje wanyama na waweke tu msituni huko, hata hakuna kujenga nyumba? Hawana akili ya kujenga nyumba. Mvua ikija, jua ikija, na ni Mungu ndiye aliumba hivi vitu. Na sisi naye Mungu akatupa akili ya kutengeneza mabati mzuri ili kwenda kuchukua na kujenga nyumba kukaa ndani. Kweli wewe uone Mungu anakupenda? Mungu hata wale wanyama anawapenda. Tena imagine, tena Mungu alipoumba wanyama akasema ndege wote ni chakula. Ndio hapo unafuatanga kuku na kuweka kisu mnakula. Wewe Mungu akisema mtu akiua mtu, nitataka damu ya mtu kwa mkono yake. Hiyo si upendo. Kwani mnataka upendo gani? Bwana asifiwe. Amen. Mtu hata akichinjwa, wacha nikwambie, hata mwizi. Hata mwizi wewe ukiwa miongoni mwa kuua, shauri yako. Maana damu ya mtu Mungu hutaka kwa mkono wa mwingine. Ya kwamba nani alikupatia uwezo? Wewe una uwezo wa kuumba mtu ndio ukatoa uhai wako. Si Mungu anakupenda mtoto wangu? Amen. Bwana anakupenda, na ndio sababu hii Mungu, hili neno lenye tunasoma, atusome kukontemu wewe. Tunasema ya kwamba bado unaweza badilisha hiyo mawazo, moyo wako ukazalisha tena, na Mungu mbegu hii yenye inapandwa ikazaa matunda katika moyo wako, na ikazaa katika maisha yako, na ikazaa katika huduma wako, na jina la Yesu likatukuka. Amen. Haleluya. Amen. Ni wakati mwema, nataka tuweke mawazo yetu mbele za Bwana mchana wa leo. Wewe mwenyewe unajua condition ya moyo wako. Tumepata inakuwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, lakini